Kuwa mjasiriamali ni swala moja na kufanikiwa kama mjasiriamali ni swala lingine. Leo tunazungumzia mantiki ya ujasiriamali na biashara, na nipo na Paul Mashauri ambaye yeye ni mjasiriamali, ni blogger, ni mwandishi, vile vile ni mwigizaji. Naona Paul uko kwenye kila sekta. Unawakilisha. Nipo pia na Dr. Omar Mbura ambaye yeye ni mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika shule ya biashara. Pembeni yangu hapa yuko Joyce Mang'o ambaye yeye ni mshonaji wa nguo, lakini vile vile ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiwa na shahada ya pili ya masuala ya jinsia. Joyce nimepata nafasi ya kumtembelea katika eneo lake la kazi, nikaona kazi zake, na ningependa basi mtazamaji wangu, kabla tujaanza kuangalia mantiki ya ujasiriamali na biashara, tukaangalia safari fupi ya Joyce Mang'o. Kwa jina ninaitwa Joyce Mang'o, ni mjasiriamali ambaye anajishughulisha na kazi za ushonaji wa nguo za Kiafrika. Na nimeanza hii kazi mwaka jana mwezi wa 8 na mpaka sasa hivi ninaendelea. Mimi nimemaliza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2010, degree ya sociology. Baada ya kumaliza shule, na hata kabla nikiwa shule nilikuwa najishughulisha na kazi za watoto ambao wako mitaani, ninawasaidia. Leo nikakaa mwaka mmoja nikarudi tena shule. Mwaka jana nimemaliza masters University of Dar es Salaam tena. Nilikuwa nachukua mambo ya gender studies, mambo ya kijinsia. Niliona kwamba kuna fursa ya kufanya biashara ya kushona nguo. Maana kwanza mimi mara nyingi nimekuwa nikipeleka nguo kwa mafundi kushonewa nguo, labda nachelewesha nguo zangu. Kwa hiyo unakuta wateja wengi wanalalamika, wanasema nguo kwa fundi studio. Kwa hiyo nikajikuta naona kwamba kuna fursa kubwa kwamba ikitokea mtu akafanya kazi ya kushona nguo, akazitoa zile nguo kwa muda na akajali wale wateja, ina maana kuna uwezo mkubwa sana, pamoja na kwamba kuna mafundi wengi, kuna uwezo mkubwa sana hii biashara ikaenda vizuri. Kwa hiyo mimi nikaona ni fursa ya kuweza kufanya hii biashara. Kingine nikaona kuna vijana wengi wanaolewa, wanaoa, ambao pia tumesoma nao na ambao wengine nawafahamu, na wengi wanatafuta sehemu nyingi za kushona nguo zao, mfano za harusi, na wengine wanataka tu kushona nguo zao za kuvaa kawaida. Kwa hiyo nikaona mbona tayari nina soko la watu ambao wanaweza wakafanya hii, yani wanaweza wakaingiza pesa kwa kutumia hii ujasiriamali na wafanya. Katika kuanza ilikuwa sio rahisi. Ilikuwa nikijiuliza sasa nitawezaje kuanza, kwa sababu mtaji ni mdogo. Na hii biashara kufungua kiwanda cha nguo inahitaji mtaji mkubwa, kwa sababu unahitaji pia uwe na mafundi wengi ili nguo za watu zifanye zisichelewe, lakini pia uwe na mashine nzuri za kwenda haraka na zishone kwa kiwango. Basi mwanzo nilianza nikiwa bado chuo. Nilikuwa masters mwaka wa kwanza. Sasa nilikuwa najiuliza nitafanyaje. Nikaanza kushona mimi mwenyewe nguo zangu. Basi watu wanazipenda. Ukizipenda basi naenda kwa fundi aliyenishonea, namwambia nachukua vipimo vya mteja yule, na fundi anamshonea, napeleka ile nguo. Kama ina marekebisho narudisha tena fundi anarekebisha. Kwa wateja wengi hawakujua hata kama sina ofisi. Nifanya kazi kwa muda mrefu bila ofisi. Nilikuwa na wafundi kila sehemu nafanya, yani ilikuwa inanikosti hata kulala ni shida, kwa sababu asubuhi natakiwa niwaze mteja huyu yuko Mbezi, huyu yuko wapi, wafuate wote na waende kwa muda. Kwa hiyo utakuta muda mwingi nilikuwa natumia bodaboda kuwafikia wale watu. Yani mpaka hapa nakwambia mimi sijui kushona. Sipendi kuongopa. Sijui kushona, lakini niliona fursa. Kwa sababu unapoona fursa sio lazima ile fursa umeshaipitia. Kwa sababu ukiangalia mimi nimesoma sociology, nimesoma gender, ni vitu tofauti na mikono, yani kutumia kazi za mikono. Lakini mimi nimeolewa na mume wangu anasema akiwa mdogo alikuwa akifanya kazi ya kushona nguo. Kwa ile kitu akawa anaipenda. Sasa kila siku ananiambia mimi nilikuwa nashona nguo. Tukienda kushona nguo mimi na yeye kwa fundi, tuna design zile nguo. Baadaye akawa anasemaje, mimi nitakujaga nifungue yani designing, sehemu ya designing. Sasa vile anavyoongea kila siku, mimi kile kitu nazidi kuona kwamba ni kitu kikubwa. Sasa mume wangu mimi ni mwalimu wa chuo. Sasa ana muda mwingi wa shuleni kuliko wa kufanya hivyo vitu. Kwa mimi nikaona nichukue ile fursa
niweze kuendelea nayo, na kwa sababu naye msaidizi ananisapoti, ananipa nguvu ya kuendelea na ile kazi. Nikikosea anakuja ananikosoa kwamba hapa ulitakiwa ushone hivi, hapa ulitakiwa ufanye hivi. Kwa mpaka ninavyoendelea mpaka sasa hizi ninaweza kudesign nguo, ninaweza kupima wateja, maana yake katika ufundi ukikosea kupima ndio nguo imeharibika. Kwa hiyo nimepata hizo skills, na sasa hizi kwa sababu nimepata ofisi, ninaweza kuanza kujifunza sasa kushona na kila kitu, kiasi kwamba naweza nikashona nguo ya mteja na akaichukua. Jamii tu kutokukubali. Mfano mimi nimaliza chuo, nina masters. Unakuta baadhi ya wenzangu na hata familia wanaona ni vibaya sana wewe kuweza kujiajiri. Kwa hiyo ni vigumu sana wengine kuweza kukubali kwamba wewe umemaliza shule, una degree 2, uweze kuweza kufanya kazi ya nini? Ya ujasiriamali kama hivi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengi bado hawajakubali hii kazi ya nini? Ya ujasiriamali. Changamoto nyingine, baadhi ya wateja utakuta labda anakuja yuko tofauti na nguo fulani ambayo ameipenda kwenye labda ameona kwenye mtandao. Siku hizi kuna mtandao. Anakuja na ile nguo kama naomba unishonee nguo kama hivi. Sasa ukijaribu kumwambia kwamba hii nguo haitaweza kuendana na wewe kulingana na umbo lako lilivyo, mteja anafanya nini? Mwingine anakasirika, mwingine anajisikia vibaya, anaondoka. Inakuwa pia ni changamoto katika kuweza kuhandle wale wateja kwa namna hiyo. Kingine ndio kama hivyo, umeme unakatika. Mashine tunazotumia ni za umeme. Lazima uwe na umeme muda wote, kwa sababu kuna wakati tunafanya kazi masaa 24. Kutokana tunangoza wateja, na tukiweza tutoke kwa muda, lakini umeme hamna. Ukiangalia sasa hapo inakuwa ni vigumu kuweza kufanya ile lengo lako lililolitaka. Kwa muda mwingi umeme unakuwa unakatika na tunashindwa kufanya nini? Kuendelea na kazi. Nilianza hii kazi bila ofisi, lakini sasa hizi nimeweza kuwa na ofisi. Nilianza bila mashine, lakini nikaweza kuwa sasa hizi na mashine. Nianza ili nikiwa nimeweka mafundi wangu sehemu mbalimbali, lakini sasa hizi nimeweza kuwakusanya pamoja katika ofisi. Hilo moja hapo mimi naona ni mafanikio kwangu. Pili, nilikuwa sina mtaji, yani ni kama vile unasikia from zero to hero. Yaani nilikuwa sina mtaji, sina chochote. Lakini sasa hivi nina mtaji. Kiasi kwamba hata mteja akiniambia nishonee nguo hata kama hajanipa hela yote hata advance, naweza kumshonea nguo yake na akaikuta na akatoa pesa. Hongera sana Joyce. Naona ni kazi nzuri ambayo unafanya. Sisi Mkabesa tunasema ota amka timiza. Mnafikiri Joyce yupo kwenye level gani? Anatimiza. Anatimiza, umetimiza. Anatimiza sababu ujasiriamali hauishi. Hicho anachokifanya mtu anakuwa hapa ameshakitimiza, au kunakuwa na asilimia labda unatimiza kwa 1, 2, 3 mpaka inafika 100? Najua ukiangalia sisi tunasema mara nyingi jasiriamali anapitia hatua kadhaa. Kuna hatua ile ya kusema sasa naanza. Kama Joyce alivyosema hapa, alipata changamoto nyingi sana kwenye kwanza. Lakini pia kuna hatua nyingine ambayo ni ya kuendelea. Hiyo ndio hatua ambayo mimi nikiangalia hapo naona bado Joyce yuko kwenye hatua hiyo ya kuendelea. Ameshamaliza kule kwenye kwanza, sasa yuko kwenye kuendelea. Lakini pia kuna hatua sasa ya kutawala yale maendeleo uliyofikia, ambayo naona kidogo pia anaikaribia ili aweze kufikia hatua ambayo pengine ni ya juu zaidi. Mimi kwangu namuona kama ni mtu ambaye bado anakuwa katika huu mchakato mzima wa kufikia labda atakuwa tajiri siku moja. Joyce, unakubali ama wewe unajiweka wapi kwenye wote amka timiza? Yaani kwanza napokea utajiri. Lakini wewe unaamini uko wapi? Wewe kama wewe. Kwa kweli si natimiza, japo bado ile ndoto haijatimia vizuri. Kwa sababu unaweza kuota ni kitu kingine na kutimiza ni kitu kingine. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwanza nimeanza kutimiza. Sasa ninashindwa kuelewa kama ninaota afu ndio nitimiza au nitimize ndio niote. Sielewa. Basi tutakubaliana na mwalimu kwamba uko kwenye hatua ya kuendelea. Katika pita zangu kwenye mitandao ya kijamii nilikutana na gumzo fulani.
watu walikuwa wanajadili kuna tofauti kati ya ujasiriamali na biashara. Kwa kana kama mzozo, wengine wanasema ni kitu kimoja, wengine wanasema kuna tofauti, wengine wanasema kinatakiwa kianze hiki kiendelee hiki. Nyie mkiwa kama wataalamu, hasa umekaa muda mrefu kwenye ujasiriamali na umefundisha haya masuala kwa muda mrefu, kuna tofauti yote kati ya ujasiriamali na biashara? Ipo, lakini kabla kuzungumza utofauti lazima tujue mjasiriamali mwenyewe ni nani. Kuna kipindi nakumbuka nilikuwa naandikia gazeti la Daily News, na moja kati ya vitu ambavyo watu walikuwa wanachanganyikiwa ni kujua, walikuwa wengi wanadhani yule mdogo ule mchuuzi ndio mjasiriamali. Hawajui hata wale wakubwa ambao wanawasikia wakina Larry Page, kina Bill Gates, na wenyewe pia ni wajasiriamali. Kwa cha kwanza ni kujua mjasiriamali ni nani. Ni yoyote yule ambaye anaongeza tija au anaongeza tunasema ni ufanisi, ugunduzi katika kile ambacho anakifanya. Na siku hizo wataalamu walimu nafikiri najua zaidi wanazungumza mpaka kuna political entrepreneurs siku hizi, kuna social entrepreneurs. Kuna business entrepreneurs na kadhalika. Sasa tofauti ambayo ni kubwa ukiangalia kati ya hao entrepreneurs au wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara, mara nyingi mjasiriamali ni yule ambaye ana uwezo wa kudiriki, kutengeneza njia pale ambapo hakuna njia. Na sio lazima aanze kitu kipya. Wakati mwingine ni kuweka tunasema ubunifu. Kwa Kiingereza innovation katika kile ambacho anakifanya. Na pia kuna watu wanachanganya kati ya tunasema creativity, sio kwa Kiswahili inaitwa nini, pamoja na innovation. Creativity ni kutengeneza kama wazo au kutengeneza maono, lakini kuingia kwenye mchakato wa kufanya yale maono yawe kitu, ndio tunasema ni innovation. Innovation kwa inaweza kuwa ni ugunduzi, lakini ambao umefanywa kazi, ndio kutimiza nadhani katika namna kutimiza ile wazo lako. Sasa mjasiriamali lazima uwe na huo ugunduzi, umediriki. Ni kama kwa mfano mimi ni muogelea, mimi sio muogeleaji. Alafu niko katika eneo la swimming pool, sehemu ya kuogelea. Ikatokea watoto wameanguka kwenye maji. Sawa. Mfanyabiashara au polisi wa kawaida yeye anapiga simu sehemu ya uokozi kama jamani njoni mtoto amedumbukia. Huyo ni mfanyabiashara. Anatimiza wajibu. Lakini sasa mjasiriamali atadumbukia mwenyewe. Hajui kuogelea lakini adumbukia. Kama dada hapa hajasoma mambo ya ushonaji, lakini amedumbukia tu humo anapelekea watu wajue kama ana ofisi. Na ndivyo nilivyoanza mimi. Sisi wakati tunaanza biashara sisi hatakuwa na ofisi. Hatakuwa na chochote. Tena mimi kipindi kile wakati naanza hata nilikuwa sijasajili hata jina. Watu walisikia jina kile hajasajili, sikuwa na hela. Ningefanyaje? Na ndio hicho ambacho ndio fursa ambayo watu wengi wanao sasa hivi, kwamba unaweza kuanzisha biashara, unahitaji ofisi, unahitaji kompyuta. Mimi wakati naanzisha East Africa Speakers Bureau, nakumbuka niliitwa tena ulimwengu jenerali kwenye kipindi. Ananiambia Mashauri, sina ofisi. Anasema Mashauri, unataka kuanzisha Speakers Bureau. Watu wanakuja kuzungumza tu wanapewa hela. Hivi kweli tutaishi tu ni watu wazungumza tu wapewe hela? Yeye mwenyewe alikuwa anashangaa kwa sababu haikuwepo hapa. Lakini sasa hizi unasikia motivational speakers na kadhalika. Mjasiriamali anaweza kaanzia popote. Mjasiriamali unaanzia popote. Mtaji ule unaoonekana. Na mara nyingi wanaanzia chini kidogo. Lakini unakuta afanya biashara mara nyingi business plan. Mjasiriamali anaweza hata na business plan. Tunawahimiza siku hizi ili kuweza kupunguza riski, lakini wengi wanavyoanza wanakuwa hata business plan hawana. Na mara nyingi kuna tofauti. Mazingira yanatofautiana sana. Kwa mfano ukiangalia wale ambao wameanza nje kama kina Bill Gates wale wa Silicon Valley, kwa sababu kule kuna wawekezaji. Unajua kuna changamoto ya kukusanya mitaji au venture capitalist. Yaani mtu ambaye anaanza kuingiza hela kwenye wazo lako. Lakini wengi ambao wanaanza hapa unakuta mtu anaanza kama hivi. Anaanza kama dalali. Mimi wakati naanza biashara ya magari hatakuwa na magari. Lakini nilikuwa na kitabu kikubwa kina list ya watu wenye magari. Kwa nikipata tenda ya gari mimi napiga una gari hapo. Nikakwambia na gari kina lina mafuta. Nipe. Ndivyo tulivyoanza. Hakuna watu ambao walikuwa na uwezo wa kuwekeza kwenye mawazo yetu. Kwa hiyo mimi nadhani huyo ndio mjasiriamali. Mfanya biashara sasa mara nyingi utakuta pengine anasubiri sana mpaka aanze kusevu, aweke hela ndio aanze biashara. Umenikatiza kidogo. Ulipoongea imeonekana kwamba sasa mtu anaweza kaanza kama mjasiriamali alafu ndo akawa mfanya biashara. Sahihi? Hapana, ujasiriamali ni mindset. Yaani mtu ambaye, kwa sababu unajua nimezungumza mwanzoni maana nikasema hivi, kuna watu wanasema ni political entrepreneurs kabisa.
Kwa mfano mtu kama Zito, kutoa mfano halisia, ambaye unaweza kudiriki kuanzisha chama, alafu kawa na mbinu mpya ambazo hazijawahi kuonekana, ni udiriki. Ukiangalia katiba kwa mfano ya ACT ni tofauti na katiba nyingine. Ni kitu kipya hatujawahi kukiona. Ukiangalia kwa mfano watu kama kina Jane Goodall, Roots and Shoots. Mtu ambaye alitoka Uingereza, mimi nilimwinterview Jane Goodall miaka 10 iliyopita, aliniambia yeye alitoka Uingereza, kipindi hicho watu wanajua Afrika ni giza tu, kuna masokwe. Kina kadiriki kuja Afrika, kuingia kwenye mambo ya kutengeneza, kusaidia wanyama. Hiyo ni social entrepreneur. Wala tena wakati mwingine hawahitaji hata pesa, yani kwa motivation sio pesa. Lakini kuna business entrepreneurs ambao wao lengo lao ni kutengeneza, kuweka thamani kwenye biashara na kuweka ubunifu na kukua. Lakini sasa kuna entrepreneurs. Unazungumzia, mimi hata nitoe mifano halisi ili watu waweze kujua, nazungumza watu. Kwa mfano ukiangalia National Housing, shirika la nyumba kwa mfano. Shirika la nyumba kwa mfano. Mchechu. Huyo ni entrepreneur, ni corporate entrepreneur. Yaani yeye ameajiriwa, ni mkurugenzi ameajiriwa, lakini ndani ya uajiriwa wake anaitwa ubunifu mpya. Ukienda kwa mfano pale shule ya biashara, chuo kikuu, nimeenda kuzungumza mara nyingi sana mimi pale kwenye vidaro ya ujasiriamali. Ni vitu ambavyo wanavigundua wao. Inawezekana isiwe ni mwenyekiti wa bodi ya chuo, lakini watendaji. Kila siku unasikia kwa mfano makampuni ya simu kuna bidhaa mpya. Ni vijana wadogo tu kama sisi ambao ndio wanaogundua hizo bidhaa. Wale ni entrepreneurs. Kwa ujasiriamali ni mindset, unavyofikiri. Haijalishi uko wapi. Tutakupa tu kategori yako, lakini wewe ni mjasiriamali. Kwa zaidi ni aina ya maisha, lakini pia ni mindset. Tofauti yao pia ni kwenye risk. Unakuta mjasiriamali wa kwenye biashara ana risk kubwa zaidi. Kwa sababu kwa mfano ikitokea tatizo, baada ni watu wanabeba wewe. Kila mtu anakuangalia wewe. Biashara ikifanikiwa, ikishindikana, wanakuangalia ni wewe. Wewe ndio unachukua lawama za mwisho. Lakini kwa umeajiriwa, hata kama huku mambo sipoenda, hiyo ni kazi ya shareholders. Lakini sio wewe. Kwa hiyo ndio tofauti. Lakini wote hawa ni kwa ni namna unavyofikiri. Huwezi kuita mjasiriamali tu kwa sababu unafanya biashara. Kuna watu wengi wanafanya biashara sio wajasiriamali. Ni mindset. Kwa kwenye ujasiriamali kitu ambacho naweza nikawa nimekibeba kutoka kwako ni ule ugunduzi na ubunifu. Ubunifu na namna unavyofikiri. Kwa sababu nitakupa mfano mmoja. Tumezungumzia hizo hatua za ujasiriamali. Wanasema saizi anatimiza na anakuwa. Unaweza ukaanguka kaanza ukago bankruptcy. Ghafla. Inabidi uanze moja kwanza tena. Kuna wafanyabiashara wengi ambao walifilisika kama Donald Trump. Trump alifilisika kabisa. Akawa na kitu, akaanza tena moja. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umefika kwenye hatua ya kutimiza, inabidi kumbe tena uanze. Sasa kitachokufanya uanze ni mindset. Ukiwa ni mjasiriamali haukati tamaa. Hata unapopa, mimi kwa mfano biashara yetu ya kwanza ilikufa kabisa ya gazeti. Kisha tukapambana na nyingine ukuta una changamoto, lakini unapambana. Kuna siku wakati tuna shida kwenye magazeti. Tunaongea na mengi. Ananiambia ni kawaida po. Family nilifunga Family Mirror. Kwa ni kawaida. Hata hizo biashara wakati mwingine unaona kulipa unafunga, unaanzisha nyingine. Shida ya watu wanataka kufanya kama ndoa. Unaanzisha duka la spare upate faida, lakini umelingangania tu kwa sababu watu wanakusifia duka la spare. Biashara iko hivyo. Haileti faida, haiwezi kujiendesha, unafunga unaanza kingine. Unafanya talk show watu waangalie kama ni TV series. Ndio maana TV series naacha. Unashangaa run season 2 kwa sababu hailipi. Nifikiri kwamba niungane na mashauri moja kwa moja. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ameviongea moja kwa moja ambavyo ukiviangalia, kwa mfano swala kubwa ambalo tunapata shida katika ujasiriamali ni swala hili la kuwa creative na kuwa innovative. Namna ambavyo unaweza ukabuni kitu na namna ambavyo unaweza ukakifanya hicho ulichokibuni kifike kwenye soko na kikubalike kwenye soko. Na hapo ndio pana changamoto nyingi, kwa sababu mara nyingi ukisha kuwa umejaribu kufanya hicho kitu kikafika kikashindwa, sasa hiyo ndio tofauti kidogo pia na wafanyabiashara wengine. Mwingine ataamua kwamba sasa kwa heri biashara. Mwingine atakwambia hapana, hapa nimejifunza kwa nini kushindwa. Kwa hiyo naanza kwa namna nyingine na ninakuja kwa staili nyingine naendelea. Maana jinsi hapa ukiangalia historia kidogo ya kwake, yani haitofautiana sana wafanyabiashara wengi walioanza katika taratibu hizi ambazo ameziongelea. Changamoto za kwanza zinaweza kuwa changamoto ambazo zinakukatisha tamaa kabisa. Na hii inakuma wafanyabiashara wengi. Wajasiriamali wao
kwa sababu ana determination kwamba mimi nataka kugrow, nataka kufika, na nimefurahi hapa amesema nataka kuwa tajiri siku moja. Huenda ni tajiri tayari, lakini inawezekana kuwa tajiri mkubwa zaidi, maana sasa hivi katika watu watano, matajiri watano Tanzania humo. Takwimu nilizonazo. Kwa hiyo bado kuna nafasi bado ya kukua zaidi. Kwa hiyo lakini kitu kingine ambacho pia Mashauri amekigusia kwa mbali ni hiki cha uwezo wa kuthubutu. Unajua wengi, kuna wenzetu fulani mfano tafiti mbalimbali pale wakasema baadhi ya wajasiriamali wengine hawataki kukua. Yaani akifikia pale, na mimi nakumbuka babangu naye alikuwa ni mfanyabiashara. Nikawa nashangaa kwa nini ile restaurant yake pale Mombo Tanga angependa tubaki nayo vile vile siku zote. Na mabasi yanapita pale, bahati nzuri alikuwa na mahusiano mazuri pale na wenye mabasi, anakaa pale, lakini ikauzwa hoteli nyingine pale bado akakataa kununua. Kaniuliza, baba vipi? Wakati huo nikiwa mdogo. Nikagundua kwamba baada ya kusoma huko mbele, kumbe kuna wafanyabiashara ambao wao wangependa wabaki vile vile. Lakini baadaye nikasema kwa nini? Lakini baadaye nikagundua kwamba kumbe kuna changamoto nyingi sana kwenye hatua nyingine ambayo nadhani Joyce ndio yupo ya kukua. Ya kukua, ni kweli. Sasa wafanyabiashara wengine wanaweza kuona kwamba mimi sitaki zaidi ya hapa. Hata wakati mwingine wanafanya biashara kama lifestyle tu. Kwamba nataka tu maisha yangu yaendelee hivyo. Basi natosha, mimi napata chakula changu, naishi na watoto wangu, labda umefanikiwa kidogo na kajumba kako kadogo tutakutosha kakuishi, basi natosha. Changamoto za kukua sizitaki. Maana kwa kweli ukikua kibiashara kuna changamoto zake. Na changamoto na zenyewe zinakuwa kubwa. Sasa wafanyabiashara wengine wanaweza wakaona kwamba kidogo hiyo ni shida. Kupambana na changamoto zile za kukua. Kwa mfano, sifa moja hapo ambayo huwa ni kikwazo kikubwa ni kwamba mtu anapokuwa anapaswa kuruhusu watu wengine wamsaidie katika kuendesha shughuli zake. Hapo sasa ndio inakuwa changamoto. Ukija ukimwangalia Joyce hapa sijui anafanyaje, lakini ni wazi kwamba kumwachia mtu mwingine afanye shughuli ambayo wewe ndio umeanzisha, ndio founder, ni kama mtoto wako ulie, sijui kama Joyce ana mtoto lakini au Mashauri Na watoto sio mtoto. inaweza kuwa siri zenu, lakini Na watoto. mimi ambaye na mtoto najua namna ambavyo unampenda mtoto. Ungependa vitu viende yani katika hali ile ambayo ulimzaa yule mtoto kablea au kuuza kwenda biashara yako, ungependa iende hivyo hivyo. Sasa wafanyabiashara wengi wanakataa lile hitaji la kwamba sasa unapokuwa ni lazima uruhusu watu wengine waingie wakusaidie kwenye kutawala biashara yako. hasa kugusa vile vitabu vya mahesabu. Lakini labda kuongezea hapo, na uzoefu kidogo kwenye hilo, kwa sababu mimi nimewahi kuajiri watu mpaka 300. Ni kwamba pia changamoto za kimazingira lazima tukubali. Kwa mfano, na hii ndio mambo ambayo lazima wafanyabiashara au wajasiriamali vijana wajue. Naomba nikukatishe tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea hapo. Kwa kabla tujapata mapumziko ulikuwa unazungumza. Unaweza kuendelea. Nilikuwa najaribu kutoa kwamba ujasiriamali pia unatofautiana kutokana na mazingira. Kwa hiyo mjasiriamali ambaye anaanzia Ulaya na Marekani na hapa havifanani, anaanzia Tanga na hapa havifanani. Kwa sababu kwa mfano kuna tunaita ni mifumo au tamaduni. Ukiangalia kwa mfano kama hapa Tanzania tuna changamoto kubwa kwa sasa hivi, hasa kwenye kuajiri. Unamwajiri mtu kabisa anajua anakuja kwa kuiba. Yaani hata kumwambia mshahara 50,000 anakubali. Anajua kwamba kuna namna nyingine, yaani anasema kuna namna tu. Kwa sababu haamini kama unaweza kaishi kwa mshahara. Kwa hiyo wewe kazi yako siku zote kama mjasiriamali ni kuzuia wezi, sio kufanya kazi. Kwa sababu wewe kama mjasiriamali kimsingi unatakiwa kutengeneza maono, kukutana na watu, networking, upate masoko. Lakini sasa unapoongezewa na kazi nyingine ya kulinda mwizi, ni shida. Hiyo ni moja. Kwa sababu mtu anakuja kutafuta kazi, lakini yeye hataki kukua, anaamini mafanikio ya ghafla. Na wewe kumlaumu, ameona hivi, ameona mjomba, shangazi amekuwa hivyo. Kwa kuna shida hapo. Na hiyo sio kazi yako, ni kazi ya serikali na jamii kwa ujumla. Kwa sababu kusomesha watu ambao wanaamini kwamba wafanye kazi wapate mafanikio, huwezi kuifanya peke yako. Ni kazi ya watu wote. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, kuna tamaduni. Unaweza ukawa wewe kabisa unaamini kwenye ujasiriamali na watoto wako, lakini mke wako haamini, mume wako haamini. Naambia jamani, sasa tuweke kaela kidogo, tule wali na maharage. Hataki kuelewa hiyo. Yaani anataka kila wakati weekend Arusha mnakula bata. Huwezi kufanikiwa. Unarudi umechelewa nyumbani, hakuelewi. Asema uko unachepuka wewe, haiwezekani. Kwa sababu ujasiriamali wakati mwingine kama kweli unataka kufanikiwa, hata kwa mazingira ya Tanzania, wewe tukawaachia watu. Kama unawaachia basi tayari una mifumo
miundo. Lakini unapokuwa mdogo sana jasiriamali, wakati hata hii mifumo pia ni gharama. Kumbuka kila kitu ni cost. Kununua software za management ni gharama. Kuajiri watu ambao wana uwezo wa kuwa mameneja pia ni gharama. Mimi nakumbuka nilikuwa naajiri kipindi kile, unaajiri mtu unamfundisha kazi, baadaye soko la ajira linaanza kumgombania, unagombania watu ambao wana mishahara mikubwa. Kwa kazi yako inakuwa ni kutengeneza tu watu wengine wanachukua. Ni changamoto. Lakini ambacho tunatakiwa kufanya, huwezi kuogopa kukua. Na huwezi kufanya kazi peke yako siku zote. Kwa cha kwanza ni mifumo. Lazima hakikisha kwamba una mfumo mzuri. Lakini ule mfumo usiuachie tu watu. Lazima uwe ni sehemu ya ule mfumo pia. Mpaka uhakikishe kwamba mwisho wa siku zile sehemu ambazo ni nyeti. Sababu kuna mbinu nyingi sana. Wakati mwingine tukifanya mentorship nitakueleza, huwezi kuongea kila kitu. Lazima ujue hiyo mbinu na mashimo. Changamoto nyingine ambayo ni muhimu pia kuitambua ni kwamba sio kwamba nchi zetu hazina wajasiriamali wazuri ambao wanaweza kukua. Lakini unakuta hata mazingira ya kisheria, uanzishwaji wa biashara, thinking au tunasema ni mindset za watu ambao wanasimamia biashara. Kuna watu wengine wakisikia unafanya biashara wanafikiri una hela tu wakati wote. Wakati unafanya biashara unaweza kuwa unadai milioni 100 nje mfukoni, hata shilingi 10 huna. Mtu ambaye anafanya biashara anajua anazungumza nini. Wakati mwingine unaweza kuwa kama nchi ambayo imejaa rushwa kwa mfano. Kufanya biashara ni ngumu. Kwa sababu kila mtu anataka hela kwako. Mimi nafanya biashara magari kwa mfano. Wakati mwingine biashara za magari hizi unakuta gari linapoingia tu barabarani watu wanataka hela. Wakati mwingine mikataba kupata watu wanataka hela. Wakati mwingine mpaka kufuatilia malipo watu wanataka hela. Kwa faida ipi? Mwingine mmesoma naye yuko ofisini huko ndio finance director, akiona kacheki kako kama milioni 10 nafikiri kote kako anasema huyu mashauri wa tada sana kwa nampita Max huyu. Inakuwa shida. Sasa lazima tufanye kazi ya kubadilisha watu fikra. Lakini kingine ambacho lazima tujue, na nimekuwa nikiambia vijana hivi. Sawa, ni muhimu kuwa tajiri. Lakini mwisho wa siku sio lazima ukiwa mjasiriamali utakuwa tajiri. Kabisa. Na wengi tu wamekufa maskini. Lakini kikubwa ni kwamba ufanye ujasiriamali kama ni sehemu ya maisha yako. Uipende ile kazi. Ili kitokea ukiona kabisa kwamba ukiona mauzo kwa mfano yameshuka, ukiona changamoto ni nyingi, usikate tamaa kwa sababu huioni pesa. Kwa sababu wakati mwingine unapoanza kupata magumu, unapoanza kukata tamaa, ndipo ambapo fursa zinakuja. Mimi nimeona kwenye maisha yangu hayo. Sizungumzi mimi hapa vitu vya hewani, nimevipitia hivi vitu. Kuna kipindi unaona kabisa kwamba contract zimeisha zote na nini, unapata simu moja tu inakufanya kuwa bilionea tena. Lakini kama hautakata tamaa. Na ngumu zaidi inakuwa pale ambapo wewe kama wewe utashindwa kumudu stress, msongo wa mawazo. Kwa sababu hapo hajasema ambao wanakufa. Unasema huyu amekufa kwa ajali, alikuwa amelewa, hajalewa na stress. Unakuta huyu amekuwa na pressure. Unajua kusikia wafanya matajiri wanaanguka kwa pressure. Unasema huyu tajiri mbona anakufa na pressure? Stress ni nyingi. Tusiwatishe sana watazamaji. Tunaogopa kuwa mjasiriamali. Sasa mtu anayetutazama na anatamani kuwa mjasiriamali, Tanzania fursa zipo hasa kwenye sekta zipi? Fursa ni wewe mwenyewe kwanza, mindset. Lazima, kwa sababu fursa ni nini? Fursa ni jinsi ambavyo unaweza kubadilisha matatizo kuwa fursa. Kwa nchi yenye matatizo mengi na fursa nyingi. Sasa hivi watu wengi wanatoka nje wakuja kufanya biashara kwa sababu hapa matatizo ni mengi. Yote yanahitaji ufumbuzi. Kuna fursa kwa mfano kwenye sekta za elimu. Kuna fursa kwenye sekta kama za mpya hizi gesi na mafuta. Lakini sasa ni wewe sasa kuchukua muda kujua, kwanza kujitambua kwamba wewe unapenda nini. Kwa sababu lazima upende kile ambacho unakifanya. Ukikurupuka tu kuingia katika kila sekta pia huwa zina changamoto zake. Nitakupa mfano, mimi niko kwenye sekta ya magari, niko kwenye sekta ya kutengeneza sinema na naigiza vile vile na vipindi vya TV. Niko kwenye sekta ya training. Sasa nitakupa tofauti zake. Sekta ya training ni knowledge. Lazima usome. Lazima upende kusoma vitu, lazima uwe informed. Lakini cha pili, lazima, kwa sababu mara nyingi sekta hii ya training kwa Tanzania wenye uwezo wa kulipia ni makampuni au mashirika. Watu binafsi bado, hata kama wanalipa ni hela ndogo ambayo haiwezi kufanya kampuni ikaendelea. Kwa lazima ujue jinsi ya kufanya kazi na makampuni au mashirika ambao wakati mwingine wanaweza kukulipa advance. Lazima ufanye kazi kwanza ndio ulipwe check. Kwenye sekta magari ni tofauti. Unafanya kazi na watu ambao wakati mwingine madereva uelewa wao na wako ni tofauti. Sasa wewe ukiwa ni mkali sana utagombana na watu kila siku. Na ni sekta ambayo wakati mwingine ni kitu ambacho kiko barabarani, sio sekta ya real estate, sio nyumba ile. Kwa hiyo wewe lazima uwe ni mvumilivu. Mimi kuna kipindi nikisikia gari limepinduka nilikuwa napata stress. Siku hata nikisikia limepinduka naona kawaida tu, nishazoea.
Umeelewa? Na ni uwekezaji mkubwa. Unanunua gari moja milioni 80, inapinduka, unaanza moja, hata kama insurance italipa, lakini kipindi inalipa upati biashara. Ndio kwenye sekta ya filamu kwa mfano. Mimi mwenyewe naigiza. Wakati mwingine mnaenda location kushoot, mara hali ya wewe imebadilika. Hamwezi kushoot. Lakini kila mnapoenda location ni hela. Kwa kwanza lazima ujijue. Mimi kwa mfano nimeingia kwenye filamu kwa sababu napenda filamu. Kuna watu ambao wanakaa nao studio mpaka usiku wa manane kwa sababu napenda. Sio kwamba sina kazi nyingine za kufanya, hapana, napenda. Magari niliingia sio kwa sababu napenda sana magari. Lakini nilikuwa natafuta mtaji wa kwenye sekta nyingine. Kwa wakati mwingine sio lazima uanze na kile ambacho unakipenda. Kama ambacho unakipenda inahitaji mtaji mkubwa, anza na kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako, utengeneze mtaji ili baadaye uingie kwenye sekta nyingine. Na umegusa kitu kizuri hapo, mtaji. Labda mtaji una nafasi gani kwenye ujasiriamali? Unajua, mimi nafikiri kwamba katika siku za nyuma, na hii tunaita sisi kama myth au ni wazo potofu, lakini sio wazo potofu kabisa. Ni kwamba ukiangalia Madam Joyce alivyoanza hapa, ni kwamba alianza akiwa anasema hana mtaji kabisa. Na lakini yuko hapo alipo sasa hivi. Kuna kama debate kidogo kwamba ni kipi muhimu, mtaji kwanza au maarifa kwanza au uwezo, kwa sababu kuna wakati fulani hata kama huna mtaji, lakini kama una maarifa ya kutafuta mtaji unaweza kuupata. Mimi nitakupa mfano. Yuko bwana mmoja ambaye alikuja akanikopa hela kidogo tu. Sio kwa maana ya biashara. Nikopa mara kwanza hakurudisha. Akaja kukopa mara pili nikampa. Akaja kukopa mara tatu bado nikafanikiwa kumpa na hajarudisha. Mara 4 ikanishinda kidogo, ikabidi nifanye consultation. Kwa jamani, huyu mtu kweli nastahili kumpa. Watu wakasema nadhani wewe una matatizo ya akili. Lakini bado nikampa mara 4. Sasa lakini watu hao wote hawajui ni kwa namna gani huyu mtu amekuja na kunishawishi na mwisho nikafanikiwa kumpa. Kwa hiyo nasema kwamba ukiwa na maarifa, pengine una nafasi nzuri zaidi hata ya kutafuta mtaji utoe wapi. Kwa hiyo mimi nafikiri kweli mimi ni walimu chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia hata sisi wenyewe tunalipa mishahara inayofanana. Labda tuna nafasi zinazo fursa sawa sawa, lakini tunatofautiana sana kwenye uwezo. Tunatofautiana sana. Wengine hata wafanyabiashara wengine wanaweza kuwa wameanza lakini wakatofautiana hapo katikati sana. Kinachosababisha zaidi hasa sio mtaji, ni namna ambavyo unatumia maarifa yako ili kujifanyia. Mashauri hapa anavyokuambia anahangaika, siji mara anakaa usiku. Kwa level aliyofikia mtu mwingine atamshangaa anahangikia nini. Lakini kwa sisi wengine tunaokaa pembeni tunasema kwamba hii ndio mchakato wa maendeleo. Lakini niseme tu kwamba kuna wakati fulani matatizo yanatokana labda na kama alivyosema mfumo, lakini sio mfumo wa ndani. Sasa mimi naongelea mfumo wa nje. Kuna mazingira ambayo yako nje. Kuna nyakati fulani inaweza kujitokea kwamba unadhani kwamba unahitaji mtaji kiasi fulani kufanya jambo fulani, alafu access ya ule mtaji haipo. Tanzania kwa mfano, ila utamaduni nalosema la utamaduni, Tanzania kwa mfano mwaka 2003 ndio umekuja ile sera ya kuendeleza biashara ndogo na zile za kati. Na ukiangalia ile sera kwa umakini utagundua kwamba inajaribu kubadilisha fikra za watu ili ziwe na mtazamo tofauti na ule wa kijamaa. Na kingine mwalimu, ambacho nadhani lazima nizungumze kwa sababu ya uzoefu kusaidia vijana wengi, na ni kosa kubwa. Kwanza lazima ujue kwa nini unaingia kwenye ujasiriamali. Na kingine lazima wewe mwenyewe ujitengenezee, tunaita parameters au tunaita nini wigo wa kujua kwako wewe mafanikio ni nini. Nitakupa mfano wangu mimi kwenye biashara nimepanda juu, nimeshuka, nimepanda, nimeshuka. Nimepita vipindi vingi sana. Kipindi ambacho nimekuwa na hela nyingi, kipindi nimepoteza hela, kipindi ambacho nimekuwa na hela nyingi na kadhalika. Mwisho wa siku nikagundua kwamba lazima ujue ni nini ambacho kwako kinakupa faraja. Unaweza ukajikuta ujasiriamali kwa mbio za kutafuta pesa unakufanya ukaishi maisha mafupi au usiwe na amani katika maisha yako mpaka Mungu anakuchukua. Katika namna kwamba lazima ubalance. Sisi nisemeje? Kwamba ujasiriamali ni kazi. Lakini kumbuka una familia,
Kumbuka wewe kama ni muumini kwa mfano, una wajibu labda wa kiimani. Kumbuka wewe kama wewe una wajibu wa kuendelea kuishi katika afya njema. Isije kawa sasa unafanya kazi sana bila kulala, matokeo yake hata mwili upumziki, siku unazimika ghafla barabarani. Nachokizungumza hapa ni kwamba motivation namba 1 inawezekana isiwe ni pesa. Kwa mfano sasa hivi mimi motivation namba 1 yangu katika kila kitu ambacho nakifanya, na nimeangalia leo hata kwenye Facebook, nilikuwa naangalia kwenye Google kuweza kujua ranks zile za entrepreneurs. Unajua kuna wale wa Forbes ambao wanaangalia kwa turnover kwamba huyu wa kwanza ana hela nyingi kuliko mwingine na kadhalika. Lakini kwa mfano leo nimeona mmemwandika Tyler Perry kwa sababu ameingiza innovation kwenye film. Na sasa hivi baada ya kuingiza innovation kwenye film ni mmoja kati ya watu ambao wanalipwa hela nyingi sana Hollywood. Kwa hiyo ukianza na fikra ya kufanya kitu ambacho unadhani kitabadilisha mtazamo, kitabadilisha namna ambavyo vitu vinafanyika, hela itakuja yenyewe, yani wewe utakuwa kukimbizana nayo. Wakati naingia kwenye sinema nilimwambia mtu ambaye nilikuwa namconsult, Mwalimu Isa, kwamba hata naingia kwenye sinema, nikamwambia mimi nataka nifanye sinema za tofauti. Sinema ambazo zitaeleza matatizo. Kwa mfano nataka tufanye sinema ambazo tunaona mtu anaanza chini kama mjasiriamali mpaka kipindi hicho. Wakati mimi naingia sinema nyingi za mapenzi. Kwa niliingia kwa lengo la kuleta mabadiliko. Niliingia kwa lengo la kuingiza sinema kwenye theater. Na ndio ujasiriamali, lazima una kitu ambacho kina utofauti, hata kama utofauti wake sio kwenye kuongeza hela zaidi, lakini kukufanya wewe kama wewe ujisikie amani au ujisikie umefanya mabadiliko. Kwa sababu kumbuka kwa mfano wajasiriamali wengine, unataka hata siku labda umeondoka hapa duniani, ukumbuke kwa kitu. Huwezi kukumbuka sababu uko na hela nyingi. Watu wengi walikuwa na hela tu duniani na huwezi kushindana kwa pesa. Kwa pesa ni muhimu kwa sababu lazima iwepo ili uweze kusurvive katika biashara, lakini usije ukaua mtu kwa sababu ya pesa. Mtazamaji, naona mazungumzo yamepamba moto kweli kweli. Tuelekee kwenye Spotted kwanza, na kwa siku ya leo kamera yetu imepata kumnasa Doris Mollel. Leo kwenye Spotted tunaye Doris Mollel. Doris Mollel ni mwanzilishi na mmiliki wa taasisi iitwayo Doris Mollel Foundation, ambayo lengo lake kubwa ni kutoa elimu kwa umma kuhusiana na mtoto njiti. Yeye akiwa mmojawapo wa watoto njiti, alianzisha mradi huu March 2015 kwa kushirikiana na watu binafsi walioguswa na swala hili pia. Tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2015, Doris Mollel amekuwa spotted kwa kuandaa tamasha la kutoa elimu kuhusu watoto njiti, ikiwa sehemu ya maadhimisho ya siku ya watoto njiti duniani lililofanyika Leaders Club. Mbali na kuandaa tamasha hilo, Doris Mollel Foundation pia imeahidi kutoa vifaa mbalimbali kama suction machines, oxygen concentrators na feeding tubes ili kuhakikisha usalama huduma bora kwa watoto waliozaliwa kabla ya muda, yaani watoto njiti. Doris Mollel ni Miss Singida wa mwaka 2014 na ni mshindi wa 3 second run up katika Miss Tanzania. Doris amekuwa spotted kwenye mkabesa kama mtu maarufu na ni mfano wa kuigwa. Hichi ambacho amekifanya Doris kina maana gani hasa kwenye jamii yetu ya Kitanzania? Unajua, mimi nilikuwa nafikiri kwamba labda kidogo kuungana na Bwana Mashauri, mara nyingi sana unapoamua kwamba unataka kufanya nini, kunaweza kuwa na sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, kwa kweli wengi wetu sisi, hasa sisi tulioko maskini, ni kujipatia fedha zaidi. Labda pengine uboreshe maisha yako, maana yake sio lazima uboreshe maisha kupata fedha nyingi. Unaweza kuboresha pia ukaharibu. Lakini pia la pili ni ile personal satisfaction. Yaani unajiridhisha wewe mwenyewe kwamba kitu ninachofanya hiki basi kinasaidia jamii na jamii inakipokea vizuri. Ukija ukiangalia alichofanya Doris, sidhani kama analenga kupata fedha as such. Lakini kwa vyote vile, kwa maana ya
kukubalika kwenye jamii, jambo analofanya anatumia muda wake, anatumia maarifa yake alionayo kufanya jambo ambalo jamii kwa vyovyote vile ina nafasi kubwa ya kulipokea. Na tunajifunza kitu kikubwa sana hapo, na kitofautia sana Joyce kwa namna moja au nyingine, kwamba aliangalia ni kitu gani ambacho kiko kwenye soko. Na kama alivyosema Mashauri, ukiangalia kwenye mazingira ya kwetu sisi ya nchi zinazoendelea, yani vitu ambavyo ni gaps viko vingi sana. Mimi nitakupa tu mfano. Mimi kama mwalimu nilikaa pale chuo kikuu, nikaona watu wanahangaika na vitabu. Nikatumia akili zangu nikaandika manuals. Nikaanza kuzalisha manuals 200 tu, sikuwa na pesa, lakini manuals 200 niliweza kupata pesa. Mshahara wangu ulitosha pengine kule. Nikauza manuals 200, nikaona wanafunzi wanazikimbilia. Baada ya muda nikaanza kuzalisha manuals 500. Sasa hivi nikizalisha kwa mara moja nazalisha manuals 3000. Na nimepanua sasa, sio kitabu kimoja tu, sasa nina vitabu 4 tofauti. Na ninazalisha copies 3000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba wakati fulani, na huyu ukija ukiangalia, pamoja na kwamba tofauti kidogo na Joyce. Joyce yeye hana ujuzi sana wa kushona. Lakini mimi nimetumia ujuzi nilionao na hakuna formula moja katika kuingia kwenye ujasiriamali. Hata Mashauri nadhani pia, sidhani kama hivi vitu vyote except film labda kwamba ana ujuzi navyo sana. Ni kwamba ni vitu ambavyo amekuwa na passion navyo, amevipenda, akasema hapa kuna mwanya, ngoja niingie. Hapa watu wamesinzia, hapa kuna gap, ngoja niingie. Na ndio hivyo. Na nimekuja nimeangalia kwa mfano hata katika kule mikoani sasa hivi. Nilipata bahati nikajenga kajengo fulani hivi. Lakini watu wakasema, huyu jengo hapa Lushoto atapata wapi mtu? Na sasa hivi nimepata watu wanalipa 280,000 kwenye apartment. Naona muda unakimbia kweli kweli. Labda tumalizie tu kwa mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa. Pengine yupo mtu anataka kuwa mjasiriamali. Ana wazo lake zuri sana la kijasiriamali, lakini tatizo ni kwamba hana mtaji. Labda nazungumzia mtaji pesa sasa. Hana, lakini ana wazo zuri. Sijui sasa nyie ambao tayari ni wajasiriamali, mnaweza mkamshauri vipi? Sasa niseme mimi labda nikianza ni kwamba swala la kupata mtaji linaweza likachukua sura nyingi kulingana na nikiiba kidogo kwa Joyce kwamba ni lazima kwanza ufahamu kuna kitu naita mpango wa biashara, ingawa naona kidogo rafiki yangu hapa anaonekana kutofagilia sana, lakini ukiwa umetengeneza mpango wa biashara ukasema hii ndio plani yangu, hiki ndio ninachotaka kufanya, yaani nadhani hiyo ni hatua moja muhimu sana ya kuanzia. Mimi kuna mtu mmoja alikuja nyumbani siku moja, bahati mbaya sana katika swala hilo la uaminifu hakurudisha zile pesa. Lakini alichofanya alikuja na mtaji na plani yake, akasema nitakuwa nanunua mayai Kibaha na leta hapa Dar es Salaam, kununua Kibaha kule ni kiasi kadhaa, kuuza hapa ni kiasi kadhaa. Ameandika plani yake vizuri, katika wiki kiasi fulani kitapatikana na katika kinachopatikana tutagawana hivi na hivi na hivi. Akanipangia pale kabisa 50% na 50%. Mimi nikamwambia hapana, wewe unafanya kazi kubwa, mimi nipe tu 40%. Lakini ile plani yake ilikuwa nzuri sana. Ukiangalia inavutia. Kwa kweli nilishawishika kumpa mtaji yule wa 300,000. Kwa ingawa hazikurudi tena. Na bado tuna uhusiano mzuri. Kwa hiyo nafikiri kwamba ukiwa umeandaa ile plan, lakini biashara yake inaendelea hiyo. Kwa kweli sijamfuatilia kwa karibu kwa sababu siku za karibuni, hiyo ilikuwa miaka 3 iliyopita. Inabidi sasa mwanzo amerudi nyumbani sio siku nyingi, haongelei kabisa ile biashara. Ile biashara anaongelea vitu vingine kabisa, na ameoa sasa hivi na inawezekana amefanikiwa. Lakini pia ukishakuwa nayo hiyo, sasa kuna vyanzo mbalimbali. Kwa bahati mbaya microfinance Tanzania sasa hivi ziko zaidi ya 4,200. Taasisi za kutoa mitaji midogo kwa wafanyabiashara wadogo zimefikia kwenye 4,200. Siku za nyuma zilikuwa ukisikia ni Pride 2 ziko nyingi. Sasa inategemea sasa ule mpango wako wa biashara ukoje. Je, unakuwezesha? Kuna nyingine ukipita pale Mlimani City imeandika yaani kabisa wana promote kwamba njoo kabisa uchukue mkopo. Kama una wazo. Kama una wazo, njoo uchukue mkopo, lakini tunajua tatizo la mkopo lazima ulipie na riba Na unajua wale watu wa microfinance na wenyewe ni wakali kidogo. Na wao pia si wanafanya biashara. Na wenyewe kwenye biashara. Lakini
Kwa maana ya mitaji sasa hivi nafasi ziko nyingi. Kuna taasisi nyingine zinatoa grants. Zinatoa tu misaada tu ya namna fulani, mradi wazo lako liwe linauzika. Kuna watu binafsi mbalimbali, kwa mfano tu kama kina Reginald Mengi, matajiri walioko nchini. Na inawezekana kabisa hata ukienda kwa rafiki yangu hapo ukaandaa mpango wako vizuri ukauza. Ukajikuta kwamba anakuambia hata kama sio yeye, nani anaweza akakusaidia au jaribu kupeleka mahali na kadhalika. Lakini hatua ya kwanza, andika mpango wa biashara ambao si lazima uwe mgumu sana. Unaweza kwa mradi tu unaweza ukaiuza hoja yako vizuri. Mtazamaji, tupate tena mapumziko mafupi, tukirejea ni Q&Q. Simu mkononi. Nimeshawahi kufika na nimevutiwa napo. Kwa sababu ni philanthropist. Kwa sababu mashuhuri unatokana na juhudi ulizo. Lakini hata Kibaka anaweza kama maarufu. Facebook au Twitter? Twitter. Jamani, sasa hivi tupo kwenye Q&Q. Ni maswali ya haraka yanayohitaji majibu ya haraka. Kwa hiyo utapewa vitu viwili, unachagua kimoja. Na ni moja ya session katika Mkabesa ambayo ina sheria. Kwa hiyo tuna sheria 3. Sheria ya kwanza, utakiwa fikiri sana. Sheria ya pili, unatakiwa ujibu kwa haraka. Sheria ya 3, unatakiwa ukweli. Kwa nachagua swali. Swali uchagui. Utachagua jibu. Sisi tunauliza maswali, nyewe mnajibu maswali. Kwa hiyo utapewa vitu viwili, unachagua kimoja, alafu tutasema kwa nini. Tuanze tukakuuliza kwa nini ama tusikuulize. Okay. Sawa. Okay. Paul na Dr. Mbura, iwapo unalazimika kuchagua kimoja kati ya hivi, utachagua nini? Paul, simu ya mkononi au wallet? Simu ya mkononi. Kwa nini? Kwa sababu itaniletea wallet. Okay. Dr. Mbura, Paris au New York? Kwa nini? Nimeshawahi kufika na nimevutiwa napo. Okay. Paul, Steve Jobs au Mo Ibrahim? Mo Ibrahim. Kwa nini sio Steve Jobs? Kwa sababu ni philanthropist. Anaingiza anachokipata, anakirudisha kwa jamii kwa mfumo ambao unasaidia wengi, majority, hasa kwa Afrika na kwenye matatizo mengi zaidi. Kwa nini sio mwingine Steve Jobs? Kwa sababu amefocus Afrika, na mimi nadhani Afrika inakuwa kwa kasi na inahitaji uwekezaji mkubwa. Okay. Okay, Dr. Mbura, umaarufu au mashuhuri? Mashuhuri. Kwa nini? Kwa sababu mashuhuri unatokana na juhudi ulizo. Lakini hata Kibaka anaweza kama maarufu. Ndio mashuhuri ni zaidi. Lazima kuna jambo ambalo linakufanya kweli. Mimi nafikiri kwa angechagua maarufu. Hapana. Hapana, umashuhuri. Umashuhuri sio maarufu. Facebook au Twitter? Twitter. Kwa nini? Kwa sababu Twitter imekaa kibiashara, imekaa kikazi ukilinganisha na Facebook ambayo imekaa kijamii zaidi, kifamilia, kirafiki na kadhalika. Okay. Ngami ningetofautiana. Dr. Mbura, muziki au soka? Muziki. Kwa nini? Kwa sababu naona kama muziki unani-entertain moral zaidi kwa kusikia, kuona. Sisikii sana lakini naona tu. Na advantage zaidi. Naona muda si rafiki tena. Sasa nitawapa tu sekunde 30 tu muongee kitu cha mwisho kwa mtazamaji ambaye pengine amesikia, amefurahi na yeye yuko tayari sasa kuangalia fursa na akajitumbukiza kwenye ujasiriamali. Nyie sasa mkiwa kama wazoefu, mumpe tu neno lile la mwisho kidogo tu kwa sababu muda umeshakwenda sana. Mimi nafikiri jambo la msingi ili tuweze kufanikiwa kama jasiriamali ni lazima tuangalie mambo pengine makubwa matatu. La kwanza, tujenge uwezo wetu katika kusimamia shughuli zetu za kibiashara.
hii ina maana kwamba tujifunze, tukubali kwamba kujifunza, na hii inaweza ikachukua katika nafasi nyingi. Sio lazima tuingie kwenye mkondo kama aliopitia Joyce, sijui ya kwanza, pili, sijui. Lakini pia tukifahamu kile kitu tunachokifanya. Na hapa nikimpigia Joyce tena kama model kwamba angalau sasa anaweza kafikiria kwamba hivi anaweza kapima mtu nguo, kitu ambacho hakuwahi kukiwaza katika siku zake za mwanzo za maisha yake. Lakini kitu cha tatu sasa ni kujenga zile tabia za kijasiriamali. Kuna watu wengine wameshazijenga vizuri, hata kutembea mwendo wake tu ni wa kijasiriamali. Uwezi kumkuta anatembea legelege tena, uwezi kumkuta anaongea legelege tena, na unakuta wakati wote ana vision, analenga kitu fulani. Kutokata tamaa, wasikate tamaa, wazidi kupambana. Hata ukiona mambo yanakuwa magumu, tafuta ushauri, wengine wamefanyaje, angalia wajasiriamali ambao wamefanikiwa, hata wale ambao wameanguka, uweze kujua walipita vipi na kadhalika. Na kitu kingine ni kuendelea kila siku kujifunza vitu vipya. Kwa sababu inawezekana ambacho unakifanya wewe akiwork tena. Unajua teknolojia inabadilika sana. Ndio maana siku hizi hata wanaozalisha magazeti wameamua kutengeneza na mitandao. Unaweza kusoma kwenye kwa kupitia teknolojia. Na kingine kikubwa pia ni kwamba wawe makini sana na namna wanavyotafuta mitaji. Hasa wale ambao wanaanza. Nishauri sana kukimbilia kwenye mikopo. Kwa mikopo kwanza ina riba kubwa. Unapokuwa unaanza biashara pia wakati mwingine unakuwa huna ujuzi na ile biashara. Mkopo unafanya kazi kama tayari una wateja. Unajua ile product bidhaa yako unaipeleka sehemu fulani. Wanaweza wakaanza na rasilimali ambazo zimewazunguka. Unajua tumezungukwa na rasilimali. Ikifika hatua ambayo umeshakuwa mkubwa sana, unaweza kuchukua mikopo. Na pia riba nyingine ni kubwa. Kwa nchi yetu asilimia ambazo zinatoka kwa mikopo ni kubwa. Unaweza kukaa maisha yako tunafanya kazi benki au microfinance. Kwa hiyo makini na hilo. Unapokuwa mkubwa unahakika na wateja, una mikataba, unaweza kuchukua mikopo. Lakini pia kusimamia mikopo. Kumbuka umeajiri wafanyakazi ambao wao hawana uchungu ambao unao wewe. Kwa hiyo umechukua mkopo unalipa milioni 10 kwa mwezi, yeye anaiba ofisini, kwa hiyo inafika kipindi hata ile mikopo huwezi kulipa. Na kingine kama mjasiriamali lazima wapige kelele. Unajua kuna changamoto kubwa hapa Tanzania. Watu wanafikiri kushiriki kwenye hii mifumo kama TPSF, TCCIA ni ujinga. Lakini kama mifumo ya nchi haina namna ya kuweza kubadilisha watu kifikra, ni ngumu pia kufanikiwa kama mjasiriamali. Sababu huwezi kuamua sasa wewe kila anayetoka chuo kikuu unaweza kumfundisha tena upya kazi. Wakati mwingine unachukua kijana kutoka chuo kikuu hata kuandika barua hawezi. Hata kujieleza kwa Kiingereza kwenda kwenye ofisi ya mtu hawezi. Sana sana umemwajiri kazi yake unampa hela masoko na mafuta, anachukua nguo zake suruali 3 ametoka China, anaenda kuuza. Anatumia gari lako, anatumia mafuta yako, anatumia mshahara unamlipa, akiwa anafanya kazi yake ndani ya ofisi yako. Mwingine anasambaza bidhaa za network marketing wakati unamlipa mshahara. Sasa hatuwezi kuendelea hivyo. Sasa hiyo sio kazi yako. Ukitaka wewe nchi nzima ukabadilisha fikra peke yako. Mimi nazungumzia changamoto ambazo ni za kihalisia, lakini sasa kikubwa huwezi kuacha kufanya biashara kwa sababu kuna changamoto. Unapambana nazo, na unatafuta mbinu zako. Wakati mwingine unaajiri mtu akionekana hafai, unafukuza, unaajiri tena, unaachana naye. Sababu wengine tu wanahuruka kwa uzembe, hawezi kufanya kazi na kadhalika. Lakini kikubwa ni kwamba usikate tamaa kwa sababu na uhakika kwamba changamoto zipo na ziishi. Na jinsi ambavyo unazidi kuwa mkubwa, ndivyo ambavyo changamoto zinazidi kuwa kubwa. Na pale ambapo utaanguka usifikiri kwamba umekwisha, hujakwisha, ndio kwanza unaanza. Na ukianguka unajua kama Mungu anataka kuonyesha kitu kwamba jamani hapa jifunze. Kwa hiyo anguka, nyanyuka, endelea kupambana. Paul, Dr. Mbura, Joyce, mimi nawashukuru sana kwa kuwa na mimi. Nakushukuru na wewe pia. Kwa na siku nzuri. Asante sana. Nimejifunza mengi kwa sababu mimi sikuwa mjasiriamali. Kwa hiyo nimeelewa sasa. Wewe ni mjasiriamali? Ndio nimeelewa, ndio maana nilikuwa najua sio mjasiriamali. Elimu hii mlionipa sasa nimeshaelewa kumbe kuna vitu vya kijasiriamali ambavyo na mimi navifanya. Kabisa. Kwa hiyo nimefurahi. Mtazamaji, hakuna mafanikio yanayompata mtu akiwa usingizini. Vile vile, hakuna fedha inayoingia mfukoni yenyewe. Amka, pambana. Mkabesa tunasema, ota, amka, timiza. Mimi naitwa Elizabeth Mramba. Nilikuwa najikuta kwamba inanibidi nibadilishe sana nywele zangu. Badala ya kuwa na tamaa, unaweza kufanya vitu vingi sana ukapata kipato tu. Tena kwa vitu vya kawaida. Ukaimana, ukapendeza, ukasukia, ukapendeza. Na tukasema hivi, why break the bank to look beautiful? Miaka hiyo makeup shilingi 2000. Makeup shilingi wote hawaelewi. Unambembeleza mtu kufanya makeup anakuambia hapana. Na podangu ya Johnson nzima. Is that Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Why? Movies au TV series.
Nani? Oh.